Na mtazamaji, sasa ni wakati wa biashara. Wanakandarasi wa humu nchini hivi karibuni watahitajika kutumia vifaa visivyochafua mazingira katika ujenzi ili kushughulikia tatizo linaloongezeka la utoaji gesi ya kaboni kutoka kwenye mijengo. Waziri wa Nyumba Alice Wahome alisema kuwa Halmashauri ya Kitaifa ya Ujenzi inaratibu kanuni za kuimarisha matumizi ya vifaa vya ujenzi visivyochafua mazingira. Kimataifa, matumizi ya vifaa vya kimaumbile vya ujenzi yanaongezeka huko nchi zikitekeleza juhudi za kupunguza utoaji gesi ya kaboni. Majengo hutoa kiwango cha juu zaidi cha gesi hiyo hatari. Vifaa vya kimaumbile vinapotumika kwenye maeneo ya mji hufanikisha udhibiti wa hali ya hewa. Nchini Kenya, mtindo huo unaimarika kupitia miradi ya muundo msingi usiochafua mazingira. It's a big conversation. They want us to be calm. They want, when you enter the house, you see maybe you feel calm. Halmashauri ya Kitaifa ya Ujenzi inanuia kutumia vifaa vya kimaumbile katika ujenzi. Waziri wa Nyumba na Ustawi wa Miji Alice Wahome alisema kuwa mipango inatekelezwa kuimarisha matumizi ya vifaa vya kimaumbile vya humu nchini katika majengo ya kisasa ili kupunguza gharama za ujenzi na kuboresha majengo ya kisasa. Some of these materials being used at our rural setting, the Housing Act, has also room for rural construction, supporting rural community. Wahome amesema kuwa Halmashauri ya Ujenzi nchini inanuia kubuni kanuni zaidi za ujenzi ili kuanzisha matumizi ya vifaa vya kimaumbile na kupunguza matumizi ya vifaa vilivyoagizwa. Concept of ensuring that maybe you can have different design hangings, local materials, kawaida materials on your walls instead of the shiny grass, for example. The value that developers can get when they embrace this kind of building approach is going to shift the thinking. Matumizi ya vifaa hivyo pia yatapunguza matumizi ya kawi kwenye majengo na kujumuisha ushughulikiaji taka katika sekta ya nyumba.